Kipindi hicho nilikuwa na miaka 17 kuelekea 18. Nakumbuka vizuri sana. Nilikuwa nafanya kazi za ndani katika familia moja hivi huko mjini. Familia nilikuwa nimeajiriwa. Hapakuwa na mtoto mdogo. Kiufupi bado wana ndoa. Yaani walikuwa ni wale ambao hawajajaliwa mtoto. Ilikuwa ni familia yenye upendo sana. Mimi nilikuwa tu kijakazi wao, lakini walikuwa wananichukulia kama vile mwanafamilia. Basi kwenye hii familia kuna huyo ndugu wa Madam Boss. Nye jamani, huyu kaka alikuwa ni mtanashati. Kwanza anajua kujali. Akiamka asubuhi ananikuta mimi naosha vyombo, yeye ataanza pale kudeki. Kila mwisho wa mwezi huwa anaenda kunifanyaga shopping. Nye ananunulia mpaka picha ya ndani, asikwambie mtu. Kuhusu pedi, sijui nguo, viatu, jamani sijai hata kuwaza. Maana kila akikutana na nguo nzuri lazima tu aniletee. Akikutana na viatu vizuri lazima tu aniletee. Na sio hivyo tu, kila weekend huwa ananisindikiza saloni. Anipeleka kusuka, na kuna baadhi ya nguo huwa ananiuliza zinaendana na za kwake. Basi tukiwa tunatoka utasikia Mila, naomba uvae ile nguo fulani. Kweli mimi nikivaa nikitoka nakuta naye pia kavaa. Yaani kamechisha na mimi. Yaani tadhani vile mapacha. Yaani kule ndani huwa tunaishi kama kapo. Mimi na mdogo wake Madam Boss. Na Faza House na mke wake kizuri zaidi sasa hivi wala hata watufuatilie. Yaani ulikuwa na mioyo ya kizungu mpaka raha. Hata wao huwa wananiletea zawadi, wananipenda sana. Na mimi nawaheshimu mno. Natimiza majukumu yangu kwa usahihi bila hata kuwakwaza. Maana mtu mwingine anaweza kawa anapendwa hivi alafu akajisahau akaanza kuwakwaza sasa mabosi wake. Basi nakumbuka siku moja bwana, ilikuwa ni majira usiku. Wakati nimelala niliota ndoto mbaya sana. Kwanza ile ndoto ilinifanya nikose usingizi. Niliamka nikakaa kitandani mpaka kuna pambazuka, huwezi kuamini. Mapigo ya moyo yalikuwa yananienda mbio sana kwenye mwili. Mpaka mwili wenyewe kwanza ulikosa nguvu, nilikuwa natetemeka, najisikia huzuni. Yaani nikaa kama vile sijielewi. Ilipofika majira saa 12:30 za asubuhi, ilibidi niamke. Nikaenda msalani, nikajisafisha, nikarudi chumbani, nikavua zile nguo za kulalia, nikavaa nguo za kazi, nikatoka nikaenda kufanya usafi. Wakati nafanya usafi alikuja Chris. Chris ni mdogo wake huyo mdada ninayemfanyia kazi, na ndo huyo mkaka ambaye ananijali kama vile mimi mpenzi wake. Na cha kushangaza hajawahi hata kunitongoza, kuniambia maneno machafu ya kuniambia tena ananipenda. Sasa alikuja jikoni akanikuta pale naosha vyombo. Nilikuwa tayari nishadeki. Alikuja akaniita Mila. Ana sauti fulani hivi nzuri nzito. Mimi nikaitikia. Akaniuliza umemkaja? Nikamwambia nimemka salama, sijui wewe. Mimi pia sijambo. Hapo alinijibu huku akisogea sehemu nilipokuwa. Akaniambia naweza kukusaidia Mila? Nikamwambia hapana, mimi naweza tu nikamalizia tu mimi mwenyewe. Sorry, unajua nimechelewa sana kulala. Na ndio maana sijaweza kuamka mapema. Nikusaidie bwana? Nikamwambia no, sijali. Mbona huwa unanisaidia ukipata nafasi? Chris alifurahi, akaniambia naenda basi gym ila sitochelewa kurudi. Nikuletea nini? Nikamwambia chochote tu. Akaniambia sawa. Kwa alifungua pale friji akachukua maji na kisha akatoka na kwenda kwenye mazoezi. Yeye ni msomi aliyeajiriwa katika shirika moja hivi. Anapenda sana kufanya mazoezi asubuhi na jioni kisha toka kazini. Basi wakati anaondoka mimi nilimchungulia dirishani kwa muda mpaka pale alipoweza kupotea machoni mwangu. Huyu mkaka ni smart sana. Natamani nije niolewe na yeye tu. Yaani unajua hajawahi hata kuniambia mambo ya mapenzi. Ila kuna muda huwa ananiomba simu yangu anaikagua. Akikuta pale namba ngine ananihoji hii namba ni ya nani? Yaani anaonesha kama wivu kwa mbali, na muda mwingine ananuna kabisa. Eti mimi mpaka namuomba msamaha. Anasemaga eti mimi bado mtoto mdogo. Eti mpaka nifikishe miaka 18 ndo nitaweza kuwa na mpenzi. Na hata hivyo sijaiko kwenye mahusiano mimi tangu nizaliwe. Na yeye ndo mwanaume wa kwanza mimi kuanza kuzoeana naye hivi. Alishia kuniambia nikifikisha miaka 18 kuna kitu atanifanyia, ila hakuniambia ni kitu gani. Alisema tu ni surprise. Kiukweli sikujua ni kitu gani, ila nilitamani siku zikimbia haraka ili nione ni nini amekiandaa kwa ajili yangu. Kwa niliendelea pale na usafi nikamaliza. Nikaanza pale kupika kiamsha kinywa. Nikaandaa pale mezani. Wakati naandaa chakula mezani, bosi wangu ambaye ni Madam Gina alinifuata akiwa na huzuni mno.
Kwanza aliniita kwa sauti yenye maumivu sana. Niligeuka kumwangalia huku nikiwa ninatafakari ni wapi nimemkosea. Yeye huaga ni mpole sana na ni mtu mwenye upendo na kila mtu. Mimi ni kijakazi tu katika nyumba yake, lakini huwa ananichukulia kama vile ni mdogo wake. Wakati natafakari, ghafla nikashangaa Dagina ananikumbatia na machozi yakiwa yanamtoka machoni mwake. Nikamwambia, samahani Dagina, nisamehe kama Kabla hata sijamaliza sentensi yangu kulitamka hilo neno, Madam Gina aliniziba mdomo. Akaniambia, hakuna ulichonikosea Mila. Nimepigiwa simu kutoka kijijini kwenu, nimeambiwa nyumbani kuna matatizo. Hivyo inatakiwa wewe urudi nyumbani haraka iwezekanavyo. Moyo wangu ulienda mbio sana. Unajua nilimuuliza ni matatizo gani Dagji? Naomba uniambie. Hapo nilikumbuka usiku wa jana nilivyoota mandoto ya ajabu. Huenda ni kweli kuna kitu kiko sawa nyumbani. Dagji akaniambia hata yeye mwenyewe hajaambiwa kuna tatizo gani, ila ameambiwa tu nirudi nyumbani haraka iwezekanavyo. Unajua nikimtazama analia. Nilijua tu kuna kitu ananificha. Hilo tatizo hataki mimi kuniambia. Aliniambia niache ninachokifanya, nijiandae kwa ajili ya safari ya kurudi kijijini. Kwa kweli nilielekea chumbani kwangu, nikaanza kupanga pale vitu vyangu, na ikupita muda Chris naye alirudi kutoka mazoezini. Alinikuta mimi niko pale na kunja nguo zangu kwenye sanduku. Chris kwanza alishangaa. Chris aliniuliza, mbona unakunja nguo kama mtu anayetaka kusafiri? Kiukweli mimi hapo hata sikumjibu. Alikuwa amenibebea zawadi mwenyewe. Akaviweka pale kitandani alafu kapiga goti mbele yangu. Akaniuliza, mbona ni kama vile unalia? Jamani, mimi nilimwangalia tu. Hapo nilikuwa napangusa machozi usoni mwangu. Chris akaniambia, pole, usilie basi Mila. Au kwa vile sija kusaidia kazi leo. Nikamwambia pana. Mimi nimeambiwa kwetu kuna matatizo na sijui nini kimetokea. Chris alinifuta machozi akaniambia, usijali mama. Kila kitu kitakuwa sawa. Hapo akanipiga kisi kwenye komo langu na kisha alitoka kaenda kuongea na dada yake. Mimi hapo nikamfuata nyuma kwa kujificha. Nikaenda kusikiliza alimongezi yao. Chris alimuuliza Dagina kwamba nini kimetokea, mbona Mila analia? Dagina ndo akamwambia pale Chris ya kwamba Mila amefiwa na mama yake. Na shindwa hata jinsi ya kumwambia na ufia ataumia sana. Mimi baada kusikia vile unajua niliangua kilio pale. Sikujua nini kilichoendelea, ila tunakumbuka nilikuja kuzinduka kesho yake asubuhi nikiwa niko hospitalini. Baada kuzinduka nilianza kuvuta kumbukumbu kilichotokea na nikafanikiwa kukumbuka kila kitu. Nilikumbuka mara ya mwisho nilimsikia Dagina akiwa anamwambia Chris ya kwamba mamangu amefariki dunia. Pale nilianza kulia. Nikiwa pale kitandani nilijiangalia mkononi, nilikuwa na drip. Ile ilikuwa imeishiwa maji. Niliangalia huku na kule, sikuona mtu. Nilikuwa niko peke yangu. Nilichomoa ile drip na baada hapo nikataka kuamka pale kitandani. Nilijaribu kuinuka lakini nikawa nasikia maumivu makali sana sehemu zangu za siri. Mpaka nikanajiuliza nini kimenitokea. Wakati natafakari, ghafla kule wodini aliingia Chris pamoja na nesi mmoja hivi wa kike. Chris alikuja akanikumbatia na then akaniuliza, unaendeleaje Mila? Kwanza nimshukuru sana Mungu kwa kukuamsha salama. Mila wangu, unajisikiaje? Hebu niambie. Niambie chochote mama. Unaendeleaje? Ongea chochote Mila, please nakuomba. Hapo nikamwambia Chris, najisikia vizuri, nataka kwenda kumwona mamangu. Chris alinikumbatia kwa mara nyingine. Akaniambia, usijali Mila. Mimi nitakupeleka na ninakuahidi sitakuacha peke yako. Basi bwana, kama nilivyowaambia, Chris alikuwa ni mtu ambaye ananijali sana. Kwanza alifurahi kuniona nimeamka. Yule ni mnesi alimwomba pale apishe kidogo ili niweze kupewa matibabu kwanza. Chris alitoka nje, tukabaki wawili na nesi aliniuliza hali yangu, nikamwambia kuna kitu sikielewi. Ninajisikia maumivu makali sana huko chini. Nesi akaniambia usijali, huenda wakati unaanguka palipata mshtuko.
Acha nikuchome sindano ya kutuliza maumivu na kisha nitakupatia na dawa ya kuweza kutuliza maumivu. Basi kweli nesi alifanya hivyo. Baadaye alikuja daktari akaniangalia na kisha mimi niliweza kuruhusiwa kuweza kutoka. Chris alilipa bili zote za pale hospitalini na kisha alinichukua tukarudi nyumbani. Wakati huo njiani tunarudi nyumbani, nilimwambia Chris, wewe ni mtu mwema sana. Ninashukuru kwa msaada wako. Umenisaidia vitu vingi sana. Sijui hata nikulipe nini Chris. Hapo Chris alinishika mkono na kisha akaniambia hakuna haja ya kuongea yote hayo Mila. Mimi niko pamoja na wewe. Kweli tulifika nyumbani. Niliingia chumbani kwangu, nilitoa pale nguo zangu, nikamwambia mimi ninahitaji kwenda kumzika mamangu. Kiukweli kila mtu alikuwa na huzuni sana. Walinikumbatia, walinifariji. Dagina na mume wake waliniambia kwamba usijali Mila, sisi bado tuko pamoja na wewe. Na hapo kesho tutaanza safari ya kuja kushiriki kwenye mazishi ya mama. Mimi niliwashukuru kwa kila kitu. Kiukweli walikuwa ni watu wema sana kwangu. Chris alinishika mkono. Alibeba nguo zangu, akazipakia kwenye gari lake, tukaanza safari kuelekea kijijini kwetu. Kiukweli nilikuwa na huzuni sana, nilikuwa nalia muda wote. Chris alikuwa anaendesha gari huku ananibembeleza kwamba nisilie. Tulifika nyumbani kwetu usiku wa manane, tukapokelewa pale na ndugu pamoja na majirani walikuwa msimani. Nilimlilia sana mama yangu lakini hakuweza kuamka. Tuliombeleza mpaka siku ya mazishi, tulimzika mama na baada ya mazishi ndugu alikaa kikao, ikaamuliwa pale mimi na wadogo zangu twende tukaishi kwa mama yetu mkubwa. Chris alirudi mjini, lakini aliniachia ahadi ya kwamba atarudi kijijini kuja kunichukua. Kwa hiyo naweza nikasema mimi na wadogo zangu tulikwenda kuanza maisha mapya katika kijiji kingine ambapo huko ndiko alikokuwa anaishi mama mkubwa wetu. Maisha hayakuwa mabaya wala hayakuwa mazuri, yalikuwa ni kawaida tu, yaliyotawaliwa na upweke mwingi mno. Wadogo zangu waliendelea na masomo. Mmoja alikuwa darasa la 7, mwingine alikuwa yuko form 3. Walikuwa nasoma shule za kawaida hizi za serikali. Mimi nilishaga form 4, unajua sikuweza kuendelea na masomo na hii ni kutokana na hali ya kimaisha. Na nakumbuka kipindi nimehitimu form 4 ndio kipindi mama naye alianza kuumwa. Ikabidi niende mjini kufanya kazi. Na mshahara wangu wote nilikuwa na utuma nyumbani ili kuweza kununua dawa za mama pamoja na matumizi mengine ya nyumbani. Maisha yaliendelea nyumbani kwa mama mkubwa. Yeye alikuwa ni fundi cherehani mzuri tu. Katika maisha yake yote unajua hakuwahi kupata mtoto. Huenda ndo maana alituchukua sisi sote tukaishi naye. Alikuwa anatupenda sana. Mama mkubwa wangu alikuwaga anaondoka asubuhi, anaenda kazini, wadogo zangu shuleni, kwa nyumbani nikawa nabaki mimi peke yangu. Sasa ile hali ya kukaa peke yangu ilikuwa inanitesa sana. Nilikuwa siishi kumwaza mama yangu pamoja na maisha yetu ya kwa ujumla. Nilikuwa nayawaza sana. Nilikonda kwa stress mpaka mama mkubwa alianza kunisema. Ilifikia hatua akaniambia kwamba kama tatizo ni kukaa peke yangu, itabidi tuanze kwenda kazini pamoja, yeye na mimi, ili nijifunze kushona. Nilikubali kujifunza kushona. Kwa tulianza kuwa tunaenda kazini pamoja na mama mkubwa. Mama mkubwa alikuwa na cherehani moja tu. Ilikuwa inamuia yeye vigumu kunifundisha. Kwa sababu hapo inabidi ashone nguo za wateja. Hapo anifundishe na mimi ilikuwa ni ngumu. Kwa aliweza kuchukua mkopo ili aweze kununua cherehani nyingine. Nikamwambia mama mkubwa kuna haja kufanya hivyo. Mimi nitaiuza simu yangu tupate pesa kununua cherehani mpya. Na mama mkubwa alifurahi sana kuisikia hiyo akili yangu ya kusema kwamba tuuze simu. Kwa tulipanga weekend ikifika tutaenda mjini kutafuta mteja wa simu. Mimi nilikuwa natumia simu ya gharama. Alininunulia Chris kipindi hiko niko mjini. Na tangu nilipo kijijini sikuwa hata kuitumia. Maana hata sehemu tu ya kuchaji ni shida. Kwa sema ule kweli nilimisi sana Chris, nilimisi sana kuwasiliana naye, lakini sasa nitafanyaje? Mama mkubwa mwenyewe hana simu. Nilikumbuka siku anaondoka kurudi mjini aliniomba sana nisimsahau na aliniambia atakuja kunifuata.
Basi nikanajiambia huenda siku nitapata bahati ya kuonana naye tena. Na aliniahidi nikifikisha miaka 18 kuna surprise atanifanyia. Imebaki miezi michache tu nitimize hiyo miaka 18. Natumai bado atakuwa nakumbuka ile ahadi yake. Jamani, kusema ule ukweli, mawazo yalikuwa yanitesa sana akili yangu. Nilimisi sana maisha kwa Darji. Weekend ilifika, mimi na mama mkubwa tukaanza safari kuelekea mjini. Tulidamka saa 12 maana mjini sio karibu, kuna umbali wa safari. Yaani kwanza usafiri wenyewe ni kupigania. Tulifanikiwa kufika mjini na tukaanza kuzunguka kutafuta mteja wa simu. Katika zunguka tukaelekezwa kwenye duka moja hivi. Tukaambiwa wao wanauza na kununua simu used. Basi bwana, mimi na mama wangu mkubwa hao tukatinga kwenye hilo duka. Tulimkuta mama mmoja hivi mweupe, mfupi hivi, so sana mnene tu, mzuri hivi. Tukawasalimiana naye pale, akatukaribisha vizuri, tukamwonyesha simu na tukamwambia tuna shida na pesa, tunataka kuiuza hii simu hii hapa. Hii mbona bado mpya, mnataka shilingi ngapi? Hapo msikilizaji, kumbuka simu yenyewe mimi nililetewa tu, sijui hata ilinunuliwa shilingi ngapi. Tukakaa kimya, tunabaki tunakodoa tu macho ng'e. Basi yule mama akasema, hii ngoja niichukue, sitoiacha hapa dukani, nitaenda nayo niwe naitumia mimi mwenyewe, maana simu yangu imelemewa, ina vitu vingi. Nikupe basi milioni 1,700,000. Sinafaa mrembo. Mimi kusikia milioni nilitikia haraka sawa mama, tupatie tu. Akazihesabu kisha akatupatia. Wakati tunaondoka pale dukani, nilianza kusikia kizunguzungu cha ghafla. Kwa hiyo kanilazimu mimi kutembea. Nilihisi huenda labda ni njaa ndio ilikuwa imenizidia. Nikatembea tu kama 2 bwana. Chini pu. Mama mkubwa alishtuka, akakimbia kuja kuniinua pale, akawa ananiuliza, Mila, nini shida mama? Watu walijaa pale wakatuzunguka. Wakati ule mama tulikuwa tumemuuzia simu, yeye akaenda anatoka dukani. Akaona watu wamejaa pale, akaja kuangalia. Ndio akanikuta niko mimi pale. Basi akamsaidia mama mkubwa kunishikilia pale, akawa anamuuliza, kwani mmetokea wapi? Ana shida gani huyu binti au ni mgonjwa? Twende basi niwape lift niwache hapo hospitali ili mpatie matibabu wampime. Basi yule mama alitupakia kwenye gari yake, akatushushia karibu kabisa na hospitali, alituacha kwa nje, yeye akawa ameondoka. Tuliingia hospitalini, nikapatiwa pale huduma ya kwanza, na baada ya hapo nikachukuliwa maelekezo. Daktari alidai kwamba kutokana na maelekezo nilokuwa nimempatia, ilibidi anipime mimba. Unajua kama nikajiuliza kwa nini mimba? Nilimuuliza daktari. Daktari akaniambia maelezo yote nilompatia ni dalili za mimba. Nikamwambia wewe daktari, mimi sijawahi kufanya mapenzi. Kwa nini mtu anaweza kubeba mimba bila kunaniliu? Kukuchikwichi? Daktari akasema subiri kwanza majibu ya vipimo, alafu mambo mengine yatajulikana tu. Mbona nitia pressure? Maana nilianza kuweseka pale kitandani kusubiria hayo majibu ya vipimo, na kweli baada ya muda mfupi majibu yalitoka. Uweza mimi nilipatikana mimi ni mjamzito. Yaani kama kuna siku niliwehuka kimoyo ni ile siku. Kwanza nilimzuia daktari asinipatie mama mkubwa yale majibu ya mimba. Maana anaweza kaanza kuniona kama vile ni muhuni, wakati mimi mwenyewe sijui hiyo mimba nimeipataje. Nilitoka katika chumba cha daktari nilikuwa nimeloa jasho mwili mzima na tetemeka mwili mzima. Sielewi mimba imetokea wapi. Nilimbembeleza daktari, akaniandikia pale majibu ya uongo kwenye karatasi la vipimo. Then yale majibu ya kweli nilibaki nayo mimi mwenyewe. Unajua mama mkubwa aliponiona alishiwa nguvu. Alinuka haraka akaja kunipokea ile karatasi ya vipimo. Akaniuliza kulikoni, mbona umechoka hivyo? Mama mkubwa alisoma ile karatasi na baada ya hapo akaniambia, pole mwanangu, hiyo malaria itakuwa imefika kwenye stage mbaya. Kama vipi wakuchome tu sindano. Daktari alisikia, akatufuata akamwambia mama mkubwa hakuna haja ya sindano, atapatiwa tu dawa na atakaa tu sawa. Kuna madawa pale niliandikiwa, lakini daktari aliniambia nisianywe kwa sababu zinaweza zikapelekea kutoa ujauzito wangu. Ziliandikwa tu kama danganya toto, lakini kinachoendelea ilikuwa ni siri yangu mimi na daktari. Ilifika zamu yangu ya kulipa bill. Sinoma mkubwa akaanza pale kujisearch ile pesa tulikuwa tumeuza simu. Alijisearch kila mahala, hakuna hata senti 10. Yaani pesa zote tunaweza tukasema zimeyuka, sijui zimepotea. Tulichanganyikiwa nyie.
Tulijaribu kuvuta kumbukumbu, tukagundua kule nilikodondoka watu walikojaa kule, huenda kule ndo mama mkubwa alikochomolewa zile pesa bila mwenye kujua. Milioni nzima na 700,000 ndio zikapotea hivyo. Kweli ng'ombe maskini hazai nyie. Kwa jinsi tulivyochanganyikiwa, yaani daktari mwenyewe kwanza alituonea huruma. Ilibidi tuache tu tuondoke. Tulitoka pale njaa inatuuma vibaya mno. Hali yangu ndo kama hiyo, nikitembea tu kidogo na weseka mwili mzima. Mama mkubwa aliniambia inabidi turudi kule tulikouza simu. Tukaombe msaada kwa yule mama. Anaonekana na roho nzuri, anaweza kutusaidia hata nauli tu kuturudisha nyumbani. Kwa hiyo tulijikokota mpaka kwenye ile duka. Tukakuta kuna wafanyakazi tu, yule mama hakuepo. Tuliongea na wale wafanyakazi, wakatuambia kwamba bosi wao ameshaenda kupumzika kwa sababu siku iliyokuwa inafuata alikuwa na safari. Tulibembeleza mno mpaka akakubali kumpigia. Tuliongea naye na kwa bahati nzuri alituelewa, akatuambia kwamba tubaki hapo dukani tumsubiria anakuja. Na kweli tulimsubiria kama lisali moja hivi. Alifika pale tukamweleza, na yeye akatuambia hivyo. Hizo pesa itakuwa ilichukuliwa kipindi ambapo mimi nimedondoka. Kiukweli alituonea sana huruma. Alitununulia pale chakula na baadaye akatupatia na pesa ya nauli, alitusindikiza na gari yake mpaka kwenye kituo cha magari ya kwenda kijijini kwetu. Magari huwa yako hayo mawili tu. Moja tulikuwa limeshaondoka na jingine lilikuwa limejaa kupindukia. Yule mama alituambia mimi huko sina nyumba, ningewapeleka kwangu mkalala. Huku mimi na biashara zangu tu huwa nakuja tu kupiga mahesabu naondoka. Hapa itabidi niwapeleke tu huko mnakoenda. Tulimshukuru sana, akatupeleka mpaka nyumbani. Tulifika usiku saa 4. Tulimwomba yule mama alale, kukikucha ndo ataondoka. Alikubali na alikuwa amesha tuamini. Tulikuta pale wadogo zetu wamepika viazi vitamu na chai, basi tukalala. Mimi ndo nilala na mgeni. Sasa usiku tukiwa tumelala, yule mama unajua aliniuliza kama mimi nasoma. Nikamwambia mimi somi nipo tu. Sisome wala nini. Akaniuliza kwa nini usomi? Nikamweleza pale kwa nini sisomi. Yule mama alinipa pole, akaniuliza una mchumba? Nikamwambia hapana. Mimi sina, sijawahi hata kuwa naye huyo mchumba. Yule mama akaniuliza kwa hiyo hapa kijijini mnafanya shughuli gani? Na wewe malengo yako ni yapi? Nikasema na mimi mama mkubwa wangu ni fundi cherehani. Na mimi ndo najifunza kwake kushona. Nikishajua kushona nitajiajiri. Akaniambia okay vizuri. Je, ukipata mchumba unaweza kukubali kuolewa? Aliniuliza yule mama, unajua nilijifikiria. Maisha nilionayo nikaona okay, bora kuolewa tu. Nikamwambia ndio naweza. Yule mama akaniambia ana mtoto wake wa kwanza wa kiume, bado yuko single hajaoa. Alisema akirudi nyumbani ataenda kuongea naye na kisha atakuja kunikutanisha naye nimuone. Na akaniambia kama nitamridhia mtoto wake, basi nitawana naye. Nikamwambia mama sawa. Hakuna shida. Alinionyesha picha mtoto wake, nikamwona ni mkaka fulani hivi anaonekana anajipenda mno. Ni mweupe mrefu na mwili kiasi na manywele fulani hivi na kama ni shombe. Kwa tukapiga pale story na yule mama, baadaye kila mmoja akapitiwa pale na usingizi. Tulikuja kushtuka kulikuwa kumeshapambazuka. Niliamka mapema na nikaelekea shambani, nikaenda kumletea mgeni wetu vitu fresh kutoka shambani ili asiondoke mikono mitupu. Nilimchumia pale mahindi, maharage, ndizi mbichi, viazi, mihogo, maparachichi, tukamfungashia pale vizuri, tukamwekea kwenye gari. Mwenye alifurahi. Yule mama kabla hajaondoka unajua aliniuliza juu ya hali yangu. Nikamwambia mimi naendelea vizuri. Vipi jana ulipata matibabu? Nikamwambia ndio, kuna dawa nilikuwa nimeandikiwa nikazinunue. Vipi ulizinunua? Nikasema hapana, bado sijanunua. Pale aliniomba karatasi la dawa. Nikalisoma na baada hapo akanipatia pesa kununua dawa. Alimpatia na mama mkubwa pesa kidogo na baada ya hapo akaniomba anipige picha ili akamuoneshe huyo mtoto wake. Basi alinipiga picha 2 na kisha akasema hizi zinatosha, wewe ni mrembo sana, mke hawezi kukukataa. Kwa tulimwaga ile mgeni wetu akawa ameondoka. Na alituahidi kwa vile ameshapajua nyumbani, basi tumtarajie siku yoyote ile atakuja. Baada ya mgeni kuondoka, mama mkubwa alichukua ile pesa nilikuwa nimeachiwa na ile karatasi la dawa. Akatoka kwa ajili ya kwenda kunichukulia dawa. Akaniambia nikoroge uji wa kumezea dawa
Basi mimi nikaelekea jikoni, nikawasha pale moto, nikainjika maji ya kupika uji. Nilikumbuka maneno ya daktari alivyoniambia kwamba nisinywe dawa yoyote bila ushauri wa daktari kwa sababu zinaweza zikapelekea ujauzito wangu ukatoka. Lakini sasa na ujauzito umetoka wapi? Mbona sija kushiriki mapenzi na mwanaume yeyote? Unajua nilikumbuka kipindi chote nilipokuwa shuleni kuanzia primary mpaka secondary, sijai kucheza hiyo michezo. Hata wakati nilipoenda mjini kufanya kazi kwa Dagina, sikuwahi kuwa na mwanaume yeyote. Na Chris ndo mtu pekee alikuwa na ukaribu na mimi, lakini hakuwahi kunifanya hayo mambo. Siku zote alikuwa ananiambia tu ili niwe na mwanaume ni mpaka nifikishe miaka 18. Niliwaza sana lakini sikupata majibu. Mama mkubwa alirudi na dawa na kisha akaniambia niandae uji kwenye kikombe. Kwa nilifanya hivyo na kisha akaletea pale dawa. Akaniambia nizinywe kabla hali haijaanza kuwa mbaya. Harufu tu ya zile dawa ilinifanya tumbo langu lianze kuvurugika jamani. Huwezi amini nilishikwa na kichefu-chefu nikakimbilia nje kucheua. Mama mkubwa alinifuata huku akiwa anasema, nilisema mimi jana, hii malaria imeshakuwa kali, ni bora tungechomwa sindano. Sasa kama harufu tu ya dawa inakuendesha hivyo, ukizinywa si ndio utakufa kabisa wewe. Mimi nilimwambia mama mkubwa, sidhani kama nitaweza kuzinywa hizo dawa. Naogopa mama. Unaogopa? Sasa ukiogopa dawa utaponaje? Mama mkubwa, mimi nitapona tu hata usijali. Kwa jinsi tumbo lilivyokuwa linanivuruga, mawazo yangu yalienda mbali zaidi. Nikawaza huenda ni kile kiumbe tumboni ndio kinajaribu kuweza kupambania uhai wake. Najua tu katakuwa kananiambia mama, usiniue. Ni vile tu siwezi kukasikia. Nilishika tumbo langu nikamwambia mwanangu, wala hata siwezi kukuua, nitakulinda. Nilikwenda nikazichukua zile dawa zote alizozileta mama mkubwa, nikaenda kuzidumbukiza chooni. Mama mkubwa aliniwakia sana. Kwa nini nazitupa zile dawa? Akaniambia si bora tu ungeziacha zikae hapo, ukiumwa si tutazitumia. Nikamwambia mama, alafu hayo madawa yananitesa sana. Hata zikiwa mbali kiasi gani, bado nilikuwa nasikia ile harufu yake. Unasema nini wewe? Isije kawa una mimba wewe mtoto. Nikamwambia hapana mama mkubwa, sina mimba kusema kweli. Sasa mimba naipataje? Na kuapia sina mimba. Haya sawa, nenda ukapumzike basi. Usiache kunywa maji mengi. Mama mkubwa aliniambia hivyo, yeye kisha huyo akaondoka zake kuelekea kazini. Nilala mule ndani nikiwa naendelea kuhaza, hivi inawezekana kubeba mimba bila hata kushiriki tendo? Hicho kitu hakiwezekani. Huenda kuna kitu mimi nilifanywa kule hospitalini ile siku nilikuwa nimezima. Nitabidi nimtafute Chris nimuulize ile siku hospitalini waliniacha na nani. Kwa nilinuka pale nikachukua line yangu nikatoka kwa ajili ya kwenda kutafuta simu niweke line yangu ili niweze kumtafuta Chris. Kwa hiyo mimi nilichokifanya, nilianza kupita nyumba hadi nyumba kwa majirani. Natafuta kuniazima simu na nilibahatika kupata simu, nikaeka pale line yangu. Nilimtafuta Chris, ujumbe wa tafadhali nipigie zaidi ya mara 3, naambiwa namba ipatikane. Na sikuwa na salio la kupiga wala kutuma ujumbe mfupi wa maandishi. Chris sikumpata. Namba yake ndo kama hivyo, haipatikani. Niliwaza nimtafute dada Gina ili nimuulize kuhusu Chris, nikamtumia ujumbe Dagina, kweli alinipigia. Nilimsalimia pale, shikamoo Dagina. Akasema marahaba Mira, ujambo? Nikamwambia sijambo, leo umetukumbuka? Nikamwambia ndio Dagina, nimemisi sana. Hata sisi tumekumisi sana Mira, vipi wadogo zako wanaendeleaje? Nikasema jambo Dagina, vipi shemeji na kaka Chris wanaendeleaje? Sote hatujambo, lakini Chris hapo simu ilizimika. Yaani ilikata. Jamani, sijui alitaka kuniambia nini kuhusu Chris. Nilijaribu pale kuiwasha kile kiswaswadu lakini kiliwaka basi. Nilichukia kupita maelezo. Nilitoa pale kileni changu, nikairudisha simu ya watu. Yule mzee alikuwa ameniazima simu akaniuliza, binti yangu, umekatumia mpaka kamezima na huku kwetu kuchaji ni shida. Nipe sasa hata 300 nikatafute sehemu ya kuchajia. Hivi unaweza kuamini hata hiyo 300 yenyewe siko nayo? Mpaka aibu niliona, nikamdanganya yule babu, subiri nikakutafutia pesa nyumbani. Kwa hapo nikaondoka. Nilikagua kwenye nguo zangu kama naweza nikapata hata buku, na nikamwomba yule babu aniache basi hata simu siku nzima, ila sikupata hiyo buku yenyewe.
Umaskini mbaya sana, niacheni tu. Sikutaka kushindwa mpaka nijue kuhusu Chris. Najua nikiongea naye anaweza atakanitumia hata pesa. Kwa nilitoka mpaka kazini kwa mama mkubwa nikamwombe 300. Nyie aibu. Kwa hiyo pale nikamwomba 1000. Mama mkubwa alinipa bila hata yana. Nikarudi mpaka kule babu alikuwa amenezima simu. Nikamwambia ameenda kutafuta sehemu ya kuchajia simu. Kwa hiyo nilianza kuzunguka nitafute sehemu nyingine niombe simu. Nikapata kwa mama mmoja hivi mbali. Yaani unajua nilitembea mpaka miguu ilikuwa inaanza kuniuma. Nikapata simu kabisa, nianza kujisearch pale line. Niliiweka kwenye nyonyo, nikaibana na blur. Nilijisearch mpaka nikavua blur. Kwani nilikaona hako karadi kenyewe. Sikuipata line wana hata sikujua ni wapi ilikokuwa nimeidondoshea. Jamani, siku ilikuwa ni kama ya mikosi kwangu. Nilumia sana. Mbona mimi na mikosi hivyo? Mungu wangu. Kwa nini mimi tu kila siku? Nikarudisha simu ya watu. Nikaanza safari kurudi nyumbani. Nilikuwa natembea huku naongea peke yangu kama mchizi, mtu mwehu aliyowehuka. Nikarudi nyumbani nikajifungia ndani kwanza nikalia. Yaani hata kama ingekuwa ndo nyie kwa jinsi Chris alivyokuwa ananijali, alafu eti leo hii namba yake inapotea. Lazima tu aiseme ngechanganyikiwa kama mimi. Nililia nikachosheka na baadaye nikapata wazo. Ukipigiwa simu namba sinabakiaga kwenye simu. Ikanibidi sasa mimi niseme nirudi kwa yule babu. Nimwombe simu yake nikopi namba ya Dagina. Na nikishampata Dagina nitampata tu na Chris. Kwa hiyo nililala tayari. Ilikuwa ni majira ya usiku. Nikapanga kukucha tu kesho mapema nitaenda kwa yule mzee. Uzuri 300 yake nishaipata, hawezi kuninyima simu. Kulipokucha asubuhi na mapema nikasubiria pale mama mkubwa aondoke zake kazini. Baada ya hapo nikamka zangu nikafunga pale safari ya kwenda kwa yule babu mwenye simu. Nilikwenda mpaka kwa babu nikaambiwa kwamba yupo shambani. Nida mizuri ya kumpata ni mchana. Basi nikarudi nyumbani nikafanya majukumu ya nyumbani. Mchana nikarudi kwa babu nikamkuta kweli amesharudi kutoka shambani. Nikamtanguliza kwanza pesa kwanza. Alifurahi mwenyewe. Nikamweleza shida yangu akaniambia nimsubirie aende akachukue simu kule ilikokuwa imepeleka kuchaji. Basi nikakaa pale nikamsubiri. Alikuja na ile simu akanipatia, niliwasha haraka nikaangalia katika upande ule wa kupiga na kupigiwa hapa kuwepo na namba yote. Nikaelekea kwenye message niangalie huenda labda nikazikuta zile jumbe za tafadhali nipigie nilizokuwa zinarudishwa kwa namba ya Chris, lakini narudishiwa kwa namba ya Chris haipatikani. Na kwa bahati nzuri au mbaya nazo pia hazikuwepo. Yaani sikukuta rekodi ya aina yoyote ile. Ilibidi muulize babu, kwani simu yako haikagi na SMS? Akaniambia simu yangu inatumiwa na watu wengi sana. Huwa nafuta message na missed call zote ili isijae. Sinaona kalivyokuwa kadogo mjukuu wangu. Pale nikaacha hata kutafuta. Mpaka pale sikuwa na la ziada tena. Niliamini Chris ndo nishamkosa. Nilivyo na kichwa kizito jamani. Hakiweza hata kukalili namba. Ningekuwa nimekalili namba kichwani yote, singetokea. Nilikumbuka vitu vingi sana kuhusu mimi na Chris na nilumia sana, lakini wahenga walishasema ya kale yaache yapite, cha umuhimu ni kuganga yajayo. Kwa nikarudi nyumbani, nilikaa chini nikawa nawaza. Kwa hapa mambo yalipofikia sioni kama kuna haja mimi kufanya siri juu ya huu ujauzito niliokuwa nao. Nilipanga kumweleza mama mkubwa kila kitu. Usiku mama mkubwa alirudi kutoka kazini, alikuwa tumeshapika, tuleka chakula pale mezani tukala. Tulipomaliza kula nilimwomba mama mkubwa tuongee. Alikuja chumbani kwangu kwa ajili ya kuweza kunisikiliza. Mimi nilimsimulia kila kitu. Kila kitu kinachoendelea nilimsimulia. Mama mkubwa cha kwanza alichokifanya, unajua alinikumbatia. Nilishangaa. Nilijua huenda atanifokea na kuniona mimi ni malaya, lakini hakufanya hivyo. Akaniambia, Mila, mtoto ni baraka. Haijalishi mtoto amekuja katika mazingira gani, unachotakiwa kufanya ni kumpokea na kumshukuru Mungu. Mama mkubwa aliniambia, nakushukuru sana binti yangu kwa kunikatalia kunywa zile dawa. Huenda kweli zingeenda kuidhuru hicho kiumbe kilichokuwa tumboni mwako ambacho hakina hatia.
Tuliongea mengi. Kubwa zaidi tulipanga lile swala la mimba libakie siri kati yetu sisi wawili. Tulifanya hivyo kutokana na ahadi ya yule mama. Aliniambia kwamba atamleta kijana wake aje kuniona, na kama ikitokea nikampenda basi atanioa. Mama mkubwa akaniambia kwa vile mimba bado ni changa, ikitokea bahati ya kuolewa niolewe tu haraka kabla huo ujauzito haujawa mkubwa. Hivyo ndivyo tulivyokubaliana, na mpaka muda ule mimi nilikuwa niko tayari kuolewa na yeyote yule atakayekuja mbele yangu. Iwe kilema, awe kiziwi, awe kiwete, sitakuwa na chaguo. Kwa nilimwomba sana Mungu amrejeshe yule mama na anipe kibali cha kuweza kukubalika kwa kijana wake. Niwe mkweli, nilitamani sana niolewe sehemu yenye unafuu wa maisha, kwa sababu familia yetu ilikuwa ni ya walala hoi. Siku moja usiku wakati napika kwenye kijiko chetu kidogo cha nje, niliona mwanga kama wa gari hivi ukiwa unamulika kwa mbali. Na nilipotazama kwa umakini nikagundua kweli ni gari. Na ilikuwa inakuja pale nyumbani kwetu. Nikasema takule mama na yule kijana wake, Mungu wangu, saidia wewe wawe wao. Gari lilikuja pale kaegesha jirani kabisa na nyumbani. Nilisogea ili niangalie kunani. Halikuwa lile gari alilokuwa amekuja nalo yule mama siku zile. Ilikuwa ni gari nyingine tofauti kabisa. Kwenye gari bwana alishuka yule mama. Nilimkimbilia, nilienda kumkumbatia. Akaniambia unaendeleaje Mila? Nikamwambia naendelea vizuri mama, karibu sana. Yule mama akaniambia asante, nimekaribia kipenzi. Mama yako yuko wapi? Nikamwambia bado hajarudi, ila mida hii najua yuko njiani. Na okay. Hapo aliniitikia na kisha akaniambia nimekuletea wageni leo. Aise, sijui hata niwaambieje nilivyokuwa najisikia. Mungu tu ndo anajua furaha niliyokuwa nayo. Kwenye gari alishuka mama mwingine. Nikamwambia huyo ndio shangazi yake na Mark. Nilimsalimia kwa heshima nikamkaribisha. Wa mwisho kushuka alikuwa ni Mark. Mama yake alimvuta kwa lazima ashuke kwenye gari. Mark alishuka kwenye gari wala hata hakushughulika na mimi. Hata kuniangalia wala hata kunisemesha. Mama yake akamwambia muangalie huyu binti Mark. Mark akawasha pale tochi yake ya simu akawa ananimulika usoni. Yaani ananukia huyo. Alinikagua nyuma na mbele kote. Na kisha akazima ile simu yake. Kisha akamwambia mama yake, okay mom, but she's too young. Ni mdogo sana. Shangazi pale akadakia, akasema kwa hiyo wewe unatakaje? Unasema huyu binti ni mdogo, kwa hiyo unataka mashangingi yaliyotumika na kila mtu ndio yaoe, si ndio? Raha kuwa upate kitoto kidogodogo kama hiki ukakikuze we mwenyewe bwana. Mimi binafsi huyu binti mimi nishampitisha. Hebu nipelekeni ndani mimi nikapumzike, sina mwili wa kungatwa na mbu hapa nje. Shangazi aliongea hivyo na kisha akaniambia binti, fungua buti hapo nyuma, unitolee begi langu na kisha ulipeleke ndani nikapumzike zangu mimi. Kwa nilienda pale kufungua buti. Mara nyuma yangu nikashangaa nasaidiwa. Nilipogeuka kuangalia alikuwa amenisaidia, nikakutana na Mark ndiye alikuwa ananisaidia. Alo. Alipandisha lile buti juu huku akiwa ananimulikia. Unajua kwetu hapakuwa na umeme wala sola. Ni giza totoro. Na vile ni kijijini saa moja ni giza hilo asikwambie mtu. Nilielekezwa begi la shangazi ni hili, basi nikaliteremsha. Mark akatoa simu moja mfukoni akaniwashia pale tochi nimulikie. Nilipokea, nikamwambia asante. Basi nilimpeleka shangazi na mama ndani, nikawatandikia jamvi chini wakajilaza pale. Niliingiza begi la mama na la shangazi chumbani na kisha mimi nikarudi nje kwa ajili ya kumchukua Mark pamoja na mizigo ilikuwa imebaki kwenye gari. Nilirudi pale kwenye gari, nilimkuta Mark alikuwa anaongea na simu. Ikanibidi nimsubirie mpaka amalize kuongea. Aliongea kamaliza nikamwambia karibu ndani. Akaniambia tuende tu nikusaidie kuingiza vitu then mimi nitabaki huko nje kidogo ni refresh mind. Nikamwambia sawa. Kwa tulipeleka vitu na kisha nikamtolea kiti akawa amekaa kwa nje, alikuwa anacheza mwenye simu yake. Mimi nirudi jikoni nikaenda pale kupika. Ilibidi sasa nianze upya maana ujio wageni ulikuwa ni wa ghafla. Mama mkubwa alirudi kutoka kazini, akakutana na ugeni pale. Aliwakaribisha wageni, akawachinja na kuku, tukapika na wali pale. Tulishiba sana, chakula kilikuwa ni kitamu mna sikwambie mtu. Baada ya kula shangazi na mama Mark walikwenda kulala chumbani kwangu. Mimi nilienda kulala chumbani kwa mama mkubwa. Kwa tukalala watatu, mimi, mdogo wangu Priya pamoja na mama mkubwa. Mdogo wangu wa kiume ambaye ni Scott, yeye alienda kulala kwa jirani, ndani kwake alilala Mark. Mama mkubwa na nyumba mbili tu.
moja ya bati ina vyumba viwili na nyumba moja ya nyasi kadogodogo ambako hako ndiko anakolala mdogo wangu Scott. Hako kanyumba kanyasi ndiko alikolala Mark. Wala hakuna kitanda, alala tu kwenye jamvi. Maisha yetu yalikuwa ni magumu kusema ukweli. Acha tu. Asubuhi kulikucha nikaamka mapema kwa ajili ya kuweza kuandaa kiamsha kinywa. Baada ya kunywa chai, tuliambiwa mimi na Mark twende tukaongee pembeni na kisha turejeshe majibu ya kile tutakachoweza kukubaliana. Mark akaniambia tukaongelee kwenye gari. Kwa tulipanda kwenye gari, akaisogeza mbele kidogo kutoka nyumbani na baada ya hapo alianza kunihoji na nakumbuka alinitazama usoni akaniita mchumba. Mimi nikatabasamu na yeye akatabasamu. Nawe anaitwa Mila. Akaniambia sawa, na miaka mingapi? Nikamwambia 18. Umeridhika kuolewa na mimi? Nikamwambia ndio. Kwa nini unaridhika kuolewa na mtu ambaye humjui? Hapo likanishuka nikakaa kimya. Ni kweli simjui kiundani. Ila kisura, bonge la bwana, handsome. Mark anambia bado ni mdogo sana Mila. Ulitakiwa shuleni ukizipambatia ndoto zako. Kwa nini unataka kuolewa mapema hivyo? Kwanza umesoma darasa la ngapi? Hapo nikamtajia mpaka darasa fulani. Akaniuliza una ndoto za kuendelea na masomo labda? Hapo mimi kimya. Mark akaniambia kama ukihitaji kuendelea na masomo, mimi nitakusaidia lakini ni kwa sharti moja. Nikashtuka baada ya kusikia neno sharti. Nikamuuliza ni sharti gani na kwa nini unipe sharti? Nijibu kwanza kama uko tayari kuendelea na masomo. Nikamwambia niko tayari lakini isiwe masomo tofauti na ya chuo. Nikipata chuo kizuri, nitaenda kuongeza elimu hata mwaka mmoja tu ili nipate cheti. Okay, vizuri. Vyuo viko vingi Mila na nitakupeleka katika chuo chochote utakachoweza kuhitaji wewe. Najua haitakuwa rahisi mimi kufanya hivyo bila kufunga ndoa na wewe kwa sababu mamangu amegoma kabisa. Anachotaka ni mimi nikuoe wewe. Mimi ndo mtoto pekee kwa mamangu na nampenda sana na natii kila anachokitaka kwa sababu yeye ni mzazi wangu. Nitakuoa wewe kwa sababu wewe ndiye chaguo la mama, lakini kabla hatujaoana kuna makubaliano nataka tukubaliane. Nasubiri hayo makubaliano. Sawa, lakini natakiwa iwe siri baina yetu sisi wawili. Hakuna shida Mark, niamini. Hapo Mark alitabasamu huku akiwa ananiangalia. Alinishika mkono wangu akaukisi, alafu akaniambia, "Wewe ni mrembo sana Mila, lakini urembo wako sio kwa ajili yangu." Unajua mimi niliendelea kushangaa. Huyu ana tatizo gani huyu kijana wa mama mkwe? Mark akaniambia, "Mila, mimi niko tayari kufunga ndoa na wewe, lakini ndoa yetu itakuwa ni tofauti kidogo." Unamaanisha nini? Nitafuata taratibu zote za kukuoa Mila. Nitakupa matunzo yote kama mke wangu isipokuwa tu jambo moja. Jambo gani Mark? Sitofanya mapenzi na wewe. Kusema ule kweli nilijisikia vibaya. Nikataka kushuka kwenye gari ili nirudi nyumbani. Nilihisi huenda sivutii na ndio maana Mark hajanipenda. Lakini Mark hakutaka nishuke kwenye gari bila maelewano. Alinivuta kwa nguvu akanibana kifuani kwake. Nilitulia pale nikawa nasikiliza mapigo ya moyo wake. Nilitulia kwa muda na baadaye nikamwambia, "Hebu niache Mark." Kiukweli nilianza kujihisi utofauti kidogo. Niliona mtu mwenye hanipendi, alafu anaanza kunisogeza kwenye mwili wake. Uvigenye mshindo mimi kinishika, si tatizo hili. Mark akaniambia, "Najua unachokiwaza Mila. Kumbuka hapo mwanzo nilikusifia juu ya urembo na mvuto wako wa ajabu. Wewe ni binti mrembo sana Mila. Sitaki ujisikie vibaya kwa chochote kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kuweza kukubaliana. Na endapo kama hatutowafikiana, basi mimi na wewe hatutoweza kufunga ndoa." Issue ya kutokufunga ndoa, unajua iliniamsha kidogo usingizini. Nikakumbuka tumboni mimi na kiumbe, sijui ni cha nani na sijui nitakileaje peke yangu. Niliwaza maisha kijijini yalivyokuwa magumu. Nikajiambia bwana, kwa sasa ninachokihitaji ni maisha na sio upendo. Kama Mark yuko tayari kunitunza na kunipa maisha, acha tu nikubaliane naye. Mapenzi nitayapataga tu mbele ya safari. Kwa baada ya kuwaza hivyo nilimgeukia Mark huku nikiwa na tabasamu. Nikamwambia, "Mark, nimekuelewa. Niambie ni nini kingine ambacho hakitokuwepo kwenye ndoa yetu ili tuweke tu makubaliano yetu kabisa." Mark alifurahi sana. Akaniambia, "Asante kwa kunielewa Mira. Najua unatamani kujua ni kwa sababu gani sitafanya mapenzi na wewe. Ila
nitakwambia tukishafunga ndoa. Nikamwambia Mark, ni vyema tu tukawekana wazi kwa kila kitu kabla ya ndoa. Wewe niambie tu sasa hivi ili tukubaliane mapema before ndoa. Hapo nikawa nataka kujua mapema kwenye mapenzi. Kama yeye hasimamisha niambie tu. Au kama ni wale wakaka wenye mahusiano na wakaka wenzao, awe muwazi tu asinifiche, aniambie tu. Mimi nitamficha siri zake. Lakini Mark akaniambia, Mira, mimi nilijali, nilikamilika idara zote na pia nina hofu ya Mungu. Mimi nina vitu vyangu ninavyovipenda ila mamangu hawezi kuvikubali. Napenda wanawake wakubwa kiumri na wenye nyama nyingi, yani wanene. Huo ndio ugonjwa wangu mimi. Pia na mwanamke wangu tunapendana sana. Yeye ni mkubwa kwangu kiumri, lakini ndio nishampenda sana. Vigezo vyote ninavyovitaka mimi yeye anavyo. Anajua nini nataka. Nampenda na moyo wangu wote na sitokuja kumsaliti. Najua kwetu hawezi kukubalika na ndio maana nataka nikuoe wewe Mila, ili niuridhishe tu moyo mamangu. Maka aliniambia ndoa yetu itakuwa ni ya maigizo. Tutalala chumba kimoja kama wana ndoa, lakini hakutokuwepo na tendo la ndoa. Tutaitana mke na mume, lakini kila mmoja atakuwa uhuru na maisha yake. Maka aliniambia kwenye ndoa yetu nitaruhusiwa kuwa na mpenzi, lakini ni mpenzi wa siri, na yeye alidai ataendelea na mahusiano yake na mwanamke wake kama kawaida. Aliniambia mimi na yeye tutaishi kama marafiki tu, ila kwa watu wengine tutatambulika kama wanandoa. Nikamwambia sawa, mimi nimekubali na niko tayari kwa hiyo ndoa. Yaani kifupi ndoa yetu ni ndoa ya mchongo. Nikakubali tu kwa sababu ya shida zangu jamani. Shida. Maki alinisisitiza sana, makubaliano yetu ni ya siri na hatakiwi kujua mtu mwingine yeyote. Na akaniambia endapo kama nitakuja kwenda kinyume na makubaliano yetu, basi atanitafutia makosa na atanipa talaka nirudi kijijini kwetu. Nikamwambia Maki, ndo shaka juu ya hilo. Nilimhakikishia mipango yetu itabaki kuwa siri kama tulivyokubaliana. Kusema ule kweli, that time nilichokuwa mimi nakiwaza kwenye akili yangu ni maisha tu. Basi tulikubaliana pale, tukaidiana kutokwenda kinyume na makubaliano yetu. Kwa tukarudi kwa wazazi, tukawaambia tumeshaongea na tumeridhia kufunga ndoa. Mama Maki alifurahi sana na akamwambia mwanae, asante mwanangu, kuoa ni jambo la heri na baraka. Ulitaka nife bila kuiona ndoa yako mwanangu. Maki akamwambia mama yake kwamba usijali mama, nimempenda sana Mila na nina imani atakuwa mke sahihi kwangu. Pale shangaza akadakia, wewe unakiona kitoto kilivyo kizuri, kitoto cha 2000, afu bado kidogo akijajua hata mambo mengi. Labda wewe ndio ukisumbue wewe tu. Basi mambo yaliwekwa pale mezani, taarifa zikapelekwa kwa wajomba ya kwamba mimi nimepata mchumba anataka kunioa. Maki aliniuliza anataka ndoa ifungwe lini. Nikamwambia hata siku inayofuata mimi niko tayari. Nilitaka ifanyike haraka kabla tumbo halijaanza kuonekana nyenye. Maki hakuwa na pingamizi. Kikubwa tumeshakubaliana. Tushakiana mipaka na masharti. Hilo ndio lilikuwa la muhimu zaidi kwake kuliko hata ndoa yenyewe. Kwa taarifa zikaenea pale kijijini, Mila naolewa. Na mama mkubwa alifurahi sana. Alipeleka taarifa kwa ndugu upande wa baba na ndugu zake mama wote. Yale masharti nilikuwa nimepewa na Mark ilibaki ni kama vile siri yangu, wala sikumwambia mama mkubwa. Familia ya Mark walileta pale mahari kwetu na kisha ikapangwa pale tarehe ya ndoa. Mambo yalipelekwa chap sikwambie mtu. Siku 3 kabla ya harusi, ukweni kwangu walileta pale gauni la harusi pamoja na begi la nguo na vitu vingine vilivyotakiwa kuweza kuja. Gauni ilikuwa ni nzuri sana. Mark aliniambiaga hata kama ni ndoa ya mchongo atahakikisha ninavaa kile ambacho mimi nitakachokipenda ndio nitakachokivaa siku ya harusi. Kila kitu kilikuwa very smart. Na siku ya ndoa ilifika, mimi na Mark tukafunga ndoa vizuri tu, sijui mnanielewa. Na baada ya ndoa tuliondoka kuelekea mjini anakoishi Mark na familia yake. Harusi ilipangwa kufanyika kwa baadaye. Familia ya Mark walihitaji harusi kubwa, so ilitakiwa kuwepo muda wa kuweza kuiandaa. Cha muhimu ilikuwa ni ndoa, mambo mengine yatafuatia. Basi bwana, nikawa Mrs. Mark, lakini ndo kama hivyo, ni Mrs. wa mchongo. Hakuna aliyekuwa anajua hii issue zaidi ya Mark na mimi mwenyewe ndo tulikuwa tunajua. Sasa safari ya kuelekea mjini anakoishi Mark na familia yake ilikuwa ni ndefu sana. Tulifika usiku na kila mtu alikuwa kwa hoi bin taban. Mimi na Mark tulielekea chumbani kwetu. Yeye alielekea bafuni kuoga.
Mimi nikabaki na shangaa tu. Chumba kwanza kilikuwa ni kikubwa kizuri, kinanukia harufu nzuri na kilikuwa kisafi sana, sikwambie mtu. Ningali bado nashangaa huku na kule, mlango wa chumbani uligongwa. Niliamka pale kwenda kuangalia, nikakuta ni mabinti wawili waliokuwa wameleta mapale mabegi yetu. Niliyapokea nikaingiza chumbani. Baada ya hapo niliweza kurudisha mlango, nikaendelea kukaa pale chumbani. Maki alitoka bafuni na taulo kiunoni. Zile nguo alizozivua alizitupia pale kwenye dustbin na kisha akaniambia, Mila, nenda kaoge then tutakwenda kula tuje kupumzika. Hapa ndo nyumbani, tutaishi hapa, jisikie uhuru, utazoea tu taratibu. Kwa mimi pale niliinuka, nikafungua pale begi langu la nguo, nikachukua pale kanga, nikaenda kuvulia huko kwa bafuni, nikaoga. Sikuwa mgeni wa vitu vya kishua kwa sababu nilishawahi kuweza kuvitumiaga nyumbani kwa dagi na kipindi nafanya kazi za ndani. Kwa nilioga vizuri, nikamaliza pale, nikafunga ile kanga ile, nikafunga ile gauni langu nilivua, nilienda nikaliweka pale kwenye dustbin kama alivyofanya Mark, na mimi nikafanya hivyo. Muda huo yeye alikuwa ameshavaa night suit ya kulalia, yuko zake tu kitandani anachezea laptop. Nilifungua begi, nikatoa pale kijola na chupi pamoja na mafuta yangu mwenyewe mwilini, nikaenda chooni huko, nikavalia huko. Mark aliniona kanita, Mila, unataka kufanya nini? Nikamwambia nenda kuvaa nguo. Okay, njoo valia hapa, mimi nitaangalia pembeni, sitokuchungulia. Sawa, nikarudi pale chumbani, nikajipaka mafuta mdomo. Maki kafumba macho. Nilimaliza pale kuvaa, nikamwambia tayari nimeshamaliza, unaweza tu ukafungua macho yako. Kweli alifungua macho, akaniuliza, umechoka sana? Nikamwambia ndio, nasikia uchovu. Hapo Maki aliniomba nipande kitandani nijipumzishe, akatoka. Nikajilaza kitandani, nikajikunja pale pembeni. Kila nikijilazimisha kusinzia, usingizi ukawa uji. Ilipita muda, nikasikia mlango pale unafunguliwa. Nikatulia tuli, nikajifanya kama vile nimesinzia. Alikuwa ni Mark, alianza kuniamsha nile. Aliniletea pale chakula pale chumbani. Nikawa najifanya kama vile niko singizini. Mark akawa ananipiga vibegani. Ananipiga begani, ananiamsha. Mimi nikazuga, mwisho nikaamka. Oya, msosi ulikuwa unanukia alafu wa moto. Nilikula nikamaliza, nikafunika, nikabaki nimekaa tu pale kwenye kochi. Mwenzangu yuko busy na simu yake. Lakini uwezi amini, karoho kalikuwa kananiuma sana. Lakini sasa nitafanyaje? Ndio nishasaini mkataba, sina budi. Baada ya kushiba kwa sasa usingizi wa kweli ndio ulianza kuja. Sasa nikasema niinuke nijipeleke mimi mwenyewe kitandani, nikawa naogopa. Nikaanza kusinzia pale kwenye kochi. Maki alikuja kushtuka, nishadozi muda mrefu pale kwenye kochi. Mimi nilishtukia na bebo mpaka kitandani. Akanilaza na kijola changu mwenyewe, akanifunika shuka langu fresh tu, yakaendelea mambo yake kwenye simu. Muda huo mimi mwenzie hata simu sina. Kiukweli niliumia, asikwambie mtu. Nashukuru Mungu alisinzia, nilikuja kushtuka asubuhi. Jua lishawaka, kucheke pembeni mtoto wa mama mkwe ameshaamka kitambo. Niko peke yangu pale kitandani na kijola changu. Ile nafutafuta usingizi machoni. Nikamwona huyu anatokea bafuni na taulo lake. Mie huyo nikageukia upande wa pili, sitaki kumwangalia. Alinifuata huko na taulo lake. Yaani kama vile alikuwa anafanya makusudi. Mimi nilishtukia. Na nongonezo sikioni, akaniambia good morning Mila. Amka kumekucha, kaoge upate nguvu. Kiukweli hata sikumjibu kitu. Aliondoka zake akaenda kuvaa. Niliamka na kisirani changu cha mimba changa, nikaenda bafuni. Kufika huko, wacha nianze kucheua. Mpaka mwenyewe akaniambia huyu mtoto asivumilie kidogo tu, tutafute mechi. Na lazima tu mechi itatokea jamani. Mbona kaanza mashambulizi kabla ya mechi? Tukishtukiwa je itakuwaje? Maki alinisikia wakati nikiwa nacheua kule chooni. Alishangaa. Si ni Mila huyo? Mbona anacheua? Ikabidi sasa anifuate kule bafuni. Hata kunisogelea karibu, alisimama tu kule mbali mlangoni. Akaniuliza, Mila, are you okay? Tena hapo ananiuliza huko ameziba pua. Nilichukia. Sikumjibu chochote. Nilijisafisha, nikaenda pale upokuwa amesimama. Nikamsukumia huko atoke. Nikajifungia pale mlango, nikaanza kuoga. Nikatoka bafuni, nikamkuta Maki alikuwa ameniletea chai pale chumbani. Akanambia nile nimaliza nipeleke hospitali. Nikamwambia mimi siumwi nyo. Na nenda hospitalini akaumbuke na yataka hayo. Maki akanambia huwezi kucheua bila kuumwa Mila. Fanya twende kwa daktari akakupime. Nikamwambia Maki, mimi nikisafiri muda mrefu lazima hii hali initokee, wala hata sio ugonjwa. Au hela zako zinakuasha unataka unipeleke hospitalini? Kusema ile kweli nilibisha kwenda hospitalini. Maki akanambia najua. Unaogopa sindano, huna lolote wewe.
njoo basi ule kisha upumzike, okay? Nikamwambia sawa. Kwa tulikula pamoja pale na yeye, na baada ya chai nilipelekwa kutambulishwa rasmi sasa. Mama aliniambia kuna wanafamilia baadhi wamekuja pamoja na marafiki zake mama, so itabidi nivae vizuri ili wakanione. Nilivaa nguo vizuri tena za heshima, nikajipamba mwenyewe nikapendeza. Tulitoka mimi na Maka mpaka nje, tulikuta watu walikuwa watu wengi kidogo. Tulisalimia pale watu wote, na baada ya hapo nikatambulishwa. Yani the way Maka alikuwa ananitambulisha, jamani, eti huyu ni mke wangu kipenzi Mila. Basi hapo tabasamu kama lote, mara nisifie, maneno kibao, watu wakawa wanatupigia tu pale makofi, wakijua tunapendana kweli kweli. Kumbe ilikuwa ni maigizo tu. Na ndio mara unaambiwa kamwe usitamani maisha ya mtu mwingine. Maigizo ni mengi kuliko hata uhalisia, ndugu yangu upo. Maka alimaliza pale kunitambulisha, akawaambia pale wageni mke wake kwamba hajisikii vizuri, wacha nimpeleke ndani akapumzike. Watu walitaniana pale, mpeleke tu kweli bwana akapumzike, tunajua shughuli ilikuwa rahisi. Wangejua. Basi mimi na Maki tukarudi ndani, nikafanywa pale house tour, na baada ya hapo nikarudishwa chumbani nikapumzike. Nilijilaza kitandani. Maki alianza pale kusafisha pale chumbani. Alipomaliza kufanya usafi akaniambia anatoka mara moja, ila hata chelewa kuweza kurudi. Aliniuliza kitu gani sina ile aje nacho, nikamwambia bwana mimi sina simu. Nilitamani sana kupata simu jamani. Maana kuna muda yeye anakuwa busy na simu, alafu mimi nakuwa sina, yani mimi sina simu, kwa roho mimi wage inaniumaga vibaya mno. Akaniuliza kingine unachokitaka? Nikamwambia simu kwanza. Basi akaniambia usijali nitakuja nayo. Pia aliniambia nihamishe zile nguo zangu kutoka kwenye mabegi niweke kabatini, na zile nguo chafu kama ninataka kufua alinionyesha washing machine ya kufulia. Basi akaondoka zake, nikabaki mbali niko peke yangu. Nilala kidogo, nikaletewa pale chakula cha mchana. Nikala, na nilipomaliza nikaona okay, nipange zile nguo za Maki kasije kakarudi hapa kazikuta ziko vile vile kama alivyoziacha, akaanza kumaindi. Nilipanga nguo, nikamaliza, nikabadili pale mashuka kitandani, nikakipangilia chumba vizuri. Nilipomaliza nilitoka kwa ajili ya kwenda kufua nguo zangu na za Maki. Nilifua nikamaliza, nikaanika, nikarudi chumbani kwangu. Jioni ilikuwa imeshafika. Nilikoga, nikavaa nguo nzuri, nikawa pale namsubiria Maki aweze kufanyaje kurudi. Alikuja mida ya saa 2 hivi za usiku. Alinipatia simu niifungue. Nilifungua, ilikuwa ni nzuri sana, nikamwambia asante. Akaniambia wala hata usijali. Alinijibu tu hivyo, kisha akaingia bafuni. Nikabaki na chaji simu yangu. Maki alipomaliza kuoga akaniambia kwamba tushuke chini tukale pamoja na familia ili nianze kuwazoea. Kwa tulikwenda kula chakula cha usiku na familia nzima. Maki kwao kazaliwa peke yake tangu nilipoingia kwenye ile familia. Sikuwahi kumuona babake na Maki. Kulikuwepo tu kuna mama Maki na vijana wengine wawili wakubwa. Maki aliniambia hao ni watoto wa ndugu zao. Bila kuwasahau wasichana wawili ambao walikuwa ni watumishi wa ndani, na binti mmoja huyo niliambiwa kwamba ni mtoto wa dada yake. Yaani mama mkwe wangu. Mtoto wa dada yake sasa. Kwa hiyo tulimaliza pale kula chakula, tukakaa kwa ajili ya kuangalia mpira. Kulikuwa kuna mechi siku hiyo, na ilionekana familia yenye upendo sana kusema kweli. Mpira uliisha, watu wakaanza pale kuagana kwa ajili ya kwenda kulala. Kabla mimi na Maki tujaelekea chumbani kwetu, mama alitustopisha. Mama alituambia anatarajia kusafiri kwenda nje kwa ajili ya biashara zake. Mama mkwe wangu ni mfanya biashara mkubwa tu. Alisema kwamba safari yake ya awamu hii itakuwa ni muda mrefu, eti kwa sababu sasa hivi mimi nipo pale kwa ajili ya kuangalia mji. Maki akamwambia mama yake hakuna shida. Na hata hivyo na mimi ninatarajia kusafiri na mke wangu twende honeymoon, lakini hatutokaa sana huko, tutawahi kuweza kurudi. Kiukweli mama alifurahi sana kusikia hivyo. Alituambia sasa itabidi yeye asubirie sisi tukirudi kutoka honeymoon, yeye ndo asafiri. Unajua mimi nilishangaa. Maki ananipelekaje honeymoon? Ili hali mimi na yeye atufanye mapenzi. Sasa huko honeymoon tunakwenda kufanya nini? Tulimaliza pale maongezi na mama, kisha tukaelekea chumbani kwetu. Kabla tujalala Maki akaniuliza, Mila, una passport? Nikamwambia hapana sina. Tunatarajia kusafiri na ni lazima uwe na passport. Nikamwambia tunaenda wapi Maki? Tunaenda honeymoon. Nikamwambia kufanyaje? Kufurahia. Unajua sikutaka kumhoji sana, nikamwambia okay ni sawa, tutaenda. Maki akaniambia siku inayofuata tutatoka wote kwa ajili ya kwenda kushughulikia masuala ya passport yangu ya kusafiria. Nikamwambia sawa, hakuna shida. Vipi simu yako umeipenda? Hapo aliniuliza tukiwa tayari tuko kitandani. Nikamwambia ndio, ni nzuri.
Basi kila mmoja aligeukia upande wake kwa ajili ya kuweza kutafuta usingizi. Siku hiyo bwana, kulikuwa kuna vidalili vya mvua na kibaridi kama chote, asikwambie mtu. Usiku wakati naangaika kutafuta usingizi, ilianza pale kunyesha mvua, baridi kaongezeka. Mai wenu nikaanza kutetemeka, sikwambie mtu. Nikimcheki Maki tayari ameshasinzia muda mrefu na amegeukia upande wa pili kule. Na likitanda lake lilivyokuwa likubwa, nitafanyaje? Asikia kwamba mimi mwenyewe nateseka na baridi. Mimi nilianza kulia. Na leo kuna geuza. Maki akasikia pale, akaamka akaniita, Mila, shida nini? Nikamwambia mimi nasikia baridi. Weza amini, aliamka akaniletea duvet nijifunike. Alinifunika ni vizuri na kisha akaniambia, haya lala sasa. Ili alipitishi baridi. Alimaliza pale kunifunika akarudi kulala. Nilisikia hasira, nikalitupa ile duvet chini. Nikabakia pale sijajifunika kitu. Nilijikunja vipembezoni mwa kitanda, nikawa natetemeka tu huko nalia. Maki akanisikia nikiwa nalia, akageuka tena upande ambao mimi nilikuwa nimelala, akashangaa duvet alikuwa amenifunika, mimi nimelitupa chini. Alisogea ile sehemu nilipokuwa nimelala, akawa ananiita Mila. Basi ananiita, mimi naitikia kwani. Akaninyanyua pale, nikakaa. Tukawa wote tunaangaliana, akaniuliza una shida gani? Nikamwambia mimi nataka kukumbatiwa. Maki aliniangalia na kisha akajilaza chali. Akaniambia niende pale nikalale kifuani mwake. Nikajisogeza taratibu kifuani mwake nikajilaza pale. Akanifunika vizuri, akanikumbatia. Hazikupita hata dakika 5 nikaanza kusikia vitu vinabadilika. Maki alianza kuvuta pumzi kama mtu anayetaka kitu hivi. Alafu kiuchokozi kimguu changu nikawa nimekilaza pale kwenye usalama wa taifa. Nilikuwa nasikia jinsi mdudu anavyofurukuta kwenye suruali yake. Kidogo nikasikia pale Maki ananipapasa mgongoni. Wow, ndio kitu nilikuwa nataka hii. Sasa itakuwaje? Hivi huyu binti Mila ana mimba ya nani? Na je, hii mission yake ya kutaka kulala na huyu mkaka wa watu pasipo mimba yake kuweza kugundulika, je atafanikiwa? Ebona usikose katika sehemu ya pili mzigo mtamu kutoka kwake Baby Love. Mimi naitwa Uncle J. Asante sana kwa muda wako. Niseme asante na kwaheri. Tukutane sehemu ya pili bwana.